Jeshi la Polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la Polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Kupitia mitandao ya kijamii tumeshuhudia tabia ya baadhi ya watu ya kutumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu, pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi, vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi wema walio wengi kuliko wao bila sababu zozote za msingi. Tabia hizo na vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yeyote yule anayetambua umuhimu na thamani ya amani kwa maisha yake na familia yake. Jeshi la Polisi linaendelea kuhakikishia Watanzania kuwa litaendelea kuwasaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki jinai kwa hatua za kisheria kama ambavyo limefanya kwa waliokwisha kukamatwa. Ambao bado wanaendelea na uhalifu huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria wasijidanganye, bali watambue kinachosubiriwa ni muda na ukamilishaji wa taratibu za kuwafikia wakati wowote kulingana na ushahidi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi. Jeshi la Polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la Polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Kupitia mitandao ya kijamii tumeshuhudia tabia ya baadhi ya watu ya kutumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu, pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi, vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi wema walio wengi kuliko wao bila sababu zozote za msingi. Tabia hizo na vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yeyote yule anayetambua umuhimu na thamani ya amani kwa maisha yake na familia yake. Jeshi la Polisi linaendelea kuhakikishia Watanzania kuwa litaendelea kuwasaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki jinai kwa hatua za kisheria kama ambavyo limefanya kwa waliokwisha kukamatwa.
ambao bado wanaendelea na uhalifu huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria wasijidanganye, bali watambue kinachosubiriwa ni muda na ukamilishaji wa taratibu za kuwafikia wakati wowote kulingana na ushahidi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi. Jeshi la Polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la Polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Kupitia mitandao ya kijamii tumeshuhudia tabia ya baadhi ya watu ya kutumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu, pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi, vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi wema walio wengi kuliko wao bila sababu zozote za msingi. Tabia hizo na vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yeyote yule anayetambua umuhimu na thamani ya amani kwa maisha yake na familia yake. Jeshi la Polisi linaendelea kuhakikishia Watanzania kuwa litaendelea kuwasaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki jinai kwa hatua za kisheria kama ambavyo limefanya kwa waliokwisha kukamatwa, ambao bado wanaendelea na uhalifu huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria wasijidanganye, bali watambue kinachosubiriwa ni muda na ukamilishaji wa taratibu za kuwafikia wakati wowote kulingana na ushahidi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi.